na sifa zake na vile. Harama rabbi alaykum alqawla alayhi bila ilm, ameharamisha Mola wangu juu yenu kumsemea yeye lile ambalo hamna elimu nalo. Fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa shar'ihi, katika majina yake na sifa zake na vitendo vyake na sheria yake. Haifai kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala, ukasema kwenye sheria ya Allah jambo ambalo haliko, ukazungumza kwa akili yako, mimi naona hivi na hivi, kwa nini hivi na hivi, ukaanza kuchangia na wewe jambo ambalo huna elimu nalo, kwa sababu hukulisoma wewe, hujawahi kusoma, huijui sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu anayesema hivyo, anayechangia na kuzungumza katika sheria, wakati mwingine anakiri, wajua sisi maamuma, sisi mambumbumbu. Sasa wewe mbumbumbu, mbona wasema katika sheria ya Allah? Sisi maamuma wenyewe hatujui kitu. Hapo ataka kujitoa kwenye mtego fulani, ataka kuhalalisha jambo fulani kwamba kwake yeye si vibaya kwa sababu maamuma, kwa sababu mbumbumbu, kwa sababu hakusoma. Wajua sisi hatukusoma, afadhali kidogo. Ngoja mada ije, utamwona hakusoma kweli au kasoma, kila kitu ajua. Jambo baya katika mambo mabaya ni mtu kuzungumza katika dini ya Allah jambo asilo na ilmu nalo, akazungumza kwa dhanni, au akaizungumzia Qur'ani kwa dhana. Ukizungumza Qur'ani kwa rai yako wapata dhambi, hata ukipatia, hata kama utapatia ukasema, lakini wadhania tu, wasikia tu, si jambo ambalo wewe umelisomea. Zungumza mambo mengine, danganya watu kwenye vita vya Russia na Ukraine huko, danganya tu, sema tu, hata hujasikia wala wewe wadanganya tu. Kweli kabisa, mimi naona sawa kabisa, hata mimi naona sawa, wapata madhambi tu kwamba wasema uongo hapo, sawa. Lakini haya mengine, haya ya dini, sasa dhambi yake ni kubwa zaidi, usione kwamba ni sawa. Sasa kuna mtu abagui, hatofautishi baina hili na hili. Ikija siasa atazungumza kama ni uongo, atatia tu uongo wake. Ikija mpira atazungumza kama ni uongo, atatia uongo wake. Lakini sasa ikija dini pia wameona ingia hapo tena, achukua kama mpira, kama siasa. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na kusema juu ya Allah lile ambalo hamlijui, kwa maana kumzulia uongo na kusema uongo katika sheria bila ya ilmu. Likija jambo la ilmu, uskut, nyamaza, usiseme kitu, uliza kama ujui. Na katika faida ya kupata watoto wema, hili limekuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hapa nitazitaja hadithi mbili. Miongoni mwa faida ya mtu kupata watoto wema ni pale wewe utakapokufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath, mwanadamu akifa hukatika amali zake, hutindika amali zake zikakatika, isipokuwa kupitia njia tatu: sadaqatin jariya, sadaqa yenye kuendelea, mtu ametoa wakfu, mtu amechimba kisima, mtu amepanda mmea, amejenga msikiti, na mfano wa mambo kama hayo ambayo ujira wake ni wenye kuendelea. Au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmu ambayo hupatwa manfaa kwayo, kwa elimu hiyo umewasomesha watu ilmu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta mukhlisun fi dhalika, wa anta fi dhalika mukhlis, na hali ya kuwa wewe ni mwenye ikhlasi katika hilo. Umewasomesha watu ilmu, umewasomesha kitabu cha Allah, sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umewasomesha tauhid, umewasomesha sharia ya dini, wakaijua, watu wakanufaika na ilmu hiyo. Basi haya ni katika mambo ambayo atamwendelezea thawabu huyu mwanadamu. Haya ni mambo mawili. La tatu, au waladin salihin yad'u lah, au mtoto mwema atakayemuombea. Umekufa, umemwacha mtoto mwema, au umewaacha watoto wema. Katika faida ya mtu kupata watoto au kupata watoto wema ni kuwa thawabu zake zitaendelea, kwa kuwa yale watakaoyafanya watoto wake katika mambo mazuri ambayo yeye aliwalea juu yake, amewalea katika kufanya ibada, amewalea katika tauhid, amewalea katika kujitolea,
amewalea katika adabu na makarimul akhlaq, kwa vile amewalea katika namna hiyo, na wakawa watoto wale pia hawafanyi ubakhili wa kuwaombea wazazi wao, basi ujira wake au ujira wao, thawabu zao au dua zao zitawafikia wale wazazi na watanufaika nazo. Na hili lina faida kubwa sana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii hadithi tuliyosoma ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ameitaja Imam Muslim, na hadithi nyingine ni hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil janna, kwa hakika mtu zitanyanyuliwa daraja zake katika pepo. Mtu akiingia peponi daraja zake zitakuwa zinapandishwa tu, anapanda tu ngazi za juu, daraja za juu, kwa sababu pepo iko katika daraja mbalimbali na viwango mbalimbali. Sasa kuna viwango vya juu kabisa, kama hivi duniani ilivyo kuna viwango. Kuna hoteli mpaka nyota 5 na nyingine zaidi ya hapo. Huduma na mandhari ziko tofauti katika hivi. Sasa hivyo hivyo katika aljanna, watu watapishana katika viwango vya zile janna au jannati ambazo wataingia. Sasa mtu siku ya Kiyama, pengine amali zake alizozifanya amestahiki yeye kuingizwa katika pepo ya chini kabisa, ya kiwango kidogo kabisa, lakini yeye atanyanyuliwa daraja yake katika aljanna. Fayaqulu anna hadha, atauliza yule mtu, nimepata wapi jambo hili? Haya yametoka wapi haya? Fayuqal biistighfari waladika lak, ni kwa sababu ya kuombea maghfira wewe mtoto wako, kwa sababu mtoto wako anakuombea maghfira, alikuwa akikuombea msamaha, kwa hiyo ukapata daraja hizi. Kwa hiyo hii ni katika faida za mtu kupata watoto wema, jambo ambalo watu wengi wamelikosa. Watu hawakumbuki, watoto hawakumbuki wazazi wao, si kwa kheri wala kwa shari, bali pengine kwa shari zaidi. Wakayataja mambo yao maovu waliokuwa wakiyafanya wazazi wao, au wakaendeleza uovu waliourithi kutoka kwa wazazi wao, wakawa wanazidi kuwadhuru wazazi wao huko makaburini walipo na siku ya Kiyama. Kwa hiyo katika faida ni hiyo, ufahamu hivyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا